Maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba ikaangaliwe kanuni za usajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za dini, kwamba endapo itatokea changamoto inatokea kwa namna yoyote inayomhusu mtu mmoja, kanisa au dhehebu lolote lisiadhibiwe kwa sababu ya mtu mmoja. Yalikuwa ndio maelekezo ya jumla. Lakini kama tunavyofahamu, kanuni, sheria na taratibu huwa zinabadilishwa kwa utaratibu maalum. Kilichopo hapa ni kwamba kanuni zile zile, sheria zile zile, taratibu zile zile zilizopo kwa mujibu wa sheria ndizo zinazoendelea kutumika. Kwa kama kanisa lenyewe litaendelea kufanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo, kama kutakuwa na mabadiliko ya kanuni au ya sheria, yatafuata utaratibu wa kisheria. So far mimi ninavyojua bado hakuna mabadiliko yoyote ya kanuni au ya sheria ya usimamizi wa makanisa au mashirika yasiyo kiserikali yamebadilika kati ya leo na jana toka tumepokea maelekezo yale. Na mheshimiwa, kuna hii kwamba baada ya kurejea sasa kuna uangalizi wa miezi 6. Sasa katika kipindi hicho kuna mwongozo ambao mmewapa namna ya kufanya ibada zao au katika kipindi hicho cha uangalizi? Ibada inafanyika kwa utaratibu ule ule wa ibada, kwa sababu katiba yetu inasema masuala ya imani ni ya mtu na Mungu wake. Sasa utampa utaratibu kwamba usiswali saa 4 njoo sali saa 7, huo si utakuwa umeingilia muda wake wa swala? Si ndivyo? Maelekezo ya uangalizi kwa tafsiri yangu mimi ni kwamba katika kipindi hicho lisifanyike jambo lingine lolote nje ya ibada. Yaani tusije tukafika hapa tukakuta kanisa hili sasa linauza nyama ya nguruwe, au labda linafanyika nini wakati limesajiliwa kama kanisa. Si ndio? Hii imetoka kama mfano tu, lakini msingi wa maelekezo ni kwamba ndani ya uangalizi huo ni kwamba kusiwe na uvunjifu wa sheria wowote au kiukwaji wa kanuni au jambo lingine lolote la tofauti. Lakini vinginevyo ibada, taratibu za ibada, shughuli za ibada zitaendelea kwa mujibu wa sheria, katiba na katiba yao wenyewe kama kanisa.